todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Karibuni kwa utangazaji mwingine wa taasisi ya uzima kwa wote. Mada kuu, mwanzo wa yote. Ujumbe wa pili. Mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Somo la Biblia, Mwanzo sura ya kwanza, mstari wa kwanza hadi wa pili. Tumeanza mfululizo mpya wa kuingia katika kitabu cha Mwanzo. Hata hivyo, mfuatano huu umetolewa na Roho na hakuna mabadiliko ya ghafla. Tunapobadilika kutoka katika kitabu kimoja hadi kingine, Roho anatuongoza kwa mstari mmoja thabiti. Kwa mfano, katika vitabu vitatu vilivyopita, tulifurahia waraka wa kwanza na wa pili wa Petro. Tulikusudia kuingia katika Mwanzo, lakini Roho alitupa hisia kuingia kwanza katika waraka wa Galatia. Kwa nini? Kwa sababu tunaposoma vitabu vya Petro, hasa waraka wa pili kwa wageni waliosambaa, tuligundua kuwa kulikuwa na jambo fulani lililotokea katika kanisa la waliosambaa. Tuligundua kuwa kulikuwa na jambo fulani lilitokea katika kanisa la Yerusalemu wakati ule wa mwanzo, ambalo hatukuwa tunaelewa vyema. Polepole Bwana alitupa mwangaza zaidi. Baada ya mwanzo wenye nguvu wa maisha ya kanisa huko Yerusalemu, ambalo limekuwa kiolezo kwetu, baada ya sura ya 8 ya Matendo ya Mitume, kwa kusimamishwa kwa dhuluma dhidi ya kanisa la Yerusalemu, hali ilibadilika. Watu wengine wakasimama na kudai kuwa kanisa lisikue mkali sana na kwamba liweze kurudi kwenye tohara na sheria ya Musa. Bila shaka, Mtume Petro na mitume wengine hawakuweza kuruhusu hilo. Nao wakamchagua Yakobo kuwa kiongozi mkuu. Kuanzia sura ya 15 ya Matendo ya Mitume, hatupati tena matendo ya mitume katika Yerusalemu, na kanisa lilichukua mwelekeo tofauti, likiwa gumu kwa sheria. Lakini tunaelewa kuwa Petro alipoandika waraka wake wa pili, alisisitiza kuwakumbusha watu maneno yaliyosemwa katika kipindi cha kwanza cha uhai wenye nguvu wa kanisa. Tunaelewa kuwa aliwaandikia kundi la watu ambao walikuwa katika awamu ya kwanza ya maisha ya kanisa. Lakini baadaye katika sura ya 2 na ya 3 ya waraka wa pili, anawaita wale walioachana nao nabii wa uongo na walimu wa uongo. Anasema kwa nguvu, na tunagundua kuwa anarejea wale waliokwenda kwenye mstari wa kurudi kwenye sheria huko Yerusalemu. Wao walianza kupinga yale ambao mitume Petro na mitume wengine waliosema, na wakawa mstari tofauti wa kazi ambao ulikuwa wa kupinga kazi ya Mungu.
sio tu kwa Petro bali pia kwa Paulo. Kwa hiyo kwa muktadha huyu tulienda kwa Roho alitaka kuzungumza nasi kuhusu kitabu cha Wagalatia kwa sababu kitabu hicho kinahusika moja kwa moja na mada hii. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tulifurahia sana kitabu cha Wagalatia. Katika kitabu hicho Mtume Paulo hatupeleki moja kwa Musa wakati Mungu alipotoa sheria, bali tunapelekwa kwa Abraham. Kwa nini? Kwa sababu Abraham ndiye alianzisha taifa la Israeli, na yeye ni baba wa imani kwa sababu aliamini Mungu na Mungu akamhesabu hilo kuwa uadilifu. Kwa njia hii Mungu alimpa ahadi ya kuwa mrithi wa ulimwengu, yeye na uzao wake. Kulingana na maelezo ya Paulo, na uzao huo ni Kristo. Kwa sababu ya kutajwa kwa Abraham, ndugu, tulilazimika kuingia katika sehemu nyingi za kitabu cha Mwanzo tunaposoma kitabu cha Wagalatia, na sasa kwa hakika tumeingia katika kitabu cha Mwanzo. Hakuna mwendo wa ghafla wala msukosuko, ni mstari ambao Roho anatuelekeza. Kwa hiyo hakuna haja ya kuwa na wasiwasi kama tunavuka ardhi mpya au ya kigeni. Tunatafuta Roho ili tuone kile ambacho Roho anataka kuzungumza nasi kupitia Mwanzo. Amen. Wiki iliyopita tulianza ujumbe wa kwanza ambao tuliweka wazi kwa ndugu kwamba tunashughulikia kitabu cha Mwanzo kwa njia tofauti. Watu wote wanajua kuwa mwanzo ni mwanzo wa yote. Mwanzo maana yake ni chanzo au anzio la kila kitu. Hata hivyo, si wote wanaofahamu kamili kwamba mwanzo huu unahusiana na mwanzo wa wakati. Unaweza kusema, Petro, sikubaliani nawe. Nilijua tayari kuwa ni mwanzo wa wakati, lakini basi huenda hukujua kikamilifu kwamba wakati upo kwa ajili ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Mungu anapomaliza kufanya mapenzi yake katika wakati utaisha. Kwa hiyo wakati una mwanzo na wakati una mwisho. Unaweza kusema, nilijua hivyo, kwa hiyo nitakumbusha. Nilijua hivyo, kwa hiyo nitakumbusha. Kwa hiyo wakati una mwanzo na wakati una mwisho. Unaweza kusema, nilijua hivyo, nitakumbusha Ufunuo 26 ambayo inasema, akaniambia tena, ya kwisha. Mimi ni Alfa na ni Omega, mwanzo na mwisho. Je, unaelewaje mstari huu? Mimi ni Alfa, mimi ni Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nimekuwa nikitumia maisha yangu kusema kwamba Mungu wetu anapaswa kuwa mwanzo na kila kitu, na yeye ndiye atakayekamilisha kila kitu. Kwa hiyo kila kitu kinapaswa kuanza na Mungu na kumalizika na Mungu. Hivyo ndivyo nilivyoelewa. Je, wewe pia unaelewa hivyo? Lakini mstari huu unahusiana na swala maalum. Haungemi kuhusu tukio lolote. Haungemi kwamba katika tukio lolote Mungu ndiye Alfa na Omega. Mungu yeye aliyeanza, Mungu yeye aliyeisha. Lakini mstari huu unahusu swala maalum. Alihusu tukio lolote, wala katika tukio lolote Mungu ndiye Alfa na ni Omega. Unaweza kuuliza kwangu, unawezaje kusema hivyo? Hapa imeandikwa mstari wa 6. Akaniambia tena, yote yamekamilika. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kuwa yote yamekamilika kwa mapenzi ya Mungu. Mungu anakusudia kufanya katika wakati alipounda wakati kwa ajili ya hiyo. Amemaliza yote ambayo Mungu alipaswa kufanya katika wakati. Nadhani hujanielewa, sivyo? Wala mimi sikuelewa hivyo. Lakini sasa ndio gumba limeanguka. Yote yamekamilika. Mungu amemaliza katika wakati kufanya mapenzi yake.
na wakati unapofika mwisho wa wakati, yote yamekamilika, kwa sababu sura 21 inahusu mbingu mpya na nchi mpya, Yerusalemu mpya ambayo ni milele. Amen. Sio tena mwendelezo wa wakati umeisha. Yote yamekamilika, wakati umeisha. Na katika sura ya 22 pia inasema kitu kimoja, ni hivi: mimi ndiye Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho, mwanzo na mwisho. Sasa tumeelewa ndugu zangu? Mungu alisema hivi hasa au kwa uhakika kuhusu uumbaji wa wakati. Mungu aliunda wakati kutekeleza mapenzi yake. Na mapenzi yake ni yapi? Ninaamini sehemu kubwa ya Wakristo hawajui, kwa sababu Wakristo watasema mapenzi ya Mungu kwa maisha yangu ni mapenzi ya Mungu kwa maisha yangu ni kile kuwa nifunge na fulani, nifunge ndoa na fulani, nisome kozi fulani, nifuate kazi fulani, nifanye hiki, nifanye kile. La, mapenzi ya Mungu siyo hayo. Mapenzi ya Mungu ni yapi? Vijana wetu wanajua. Amen. Yapo katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 9 hadi wa 10. Siri ya mapenzi yake, ya mapenzi ya Mungu ni kwamba Mungu anataka kumweka Kristo kuwa kichwa cha vitu vyote katika usimamizi wa wakati wa ukamilifu. Hivyo inamaanisha nini? Katika usimamizi wa wakati wa ukamilifu, wakati wa ukamilifu unapokwisha, hivyo hii inamaanisha kuwa katika kila usimamizi wa wakati, Mungu atafanya mapenzi yake na kumweka Kristo kuwa kichwa juu ya vitu vyote vya mbinguni na vya duniani. Basi ndugu zangu, hii ndiyo Mungu anayofanya. Atakufanya. Yeye ni mkaidi. Unaweza kupinga, unaweza kukinza, lakini atakufanya, na atakufanya kwa njia ya kanisa, na anaweza. Amen. Kufanya kwa sababu kama inavyosemekana katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 22 hadi 23, na akamweka kila kitu chini ya miguu yake. Kristo tayari yuko juu ya vitu vyote. Mungu kwa ukuu wake na nguvu zake alimfufua Kristo, wala hakumfufua tu, bali alimuinua kwenye nafasi ya juu zaidi ya ulimwengu. Yuko juu ya ufalme wote, mamlaka na nguvu na enzi na jina lolote linaloweza kushindana na Kristo. Kristo yuko juu ya yote. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Amen. Amen. Basi yeye tayari yuko juu ya vyote na vitu vyote viko chini ya miguu yake, lakini sio vitu vyote viko chini yake kwa utii. Hii ndiyo kazi iliyobaki kufanywa. Na nani atafanya kazi hii? Mungu kupitia kanisa. Amen. Akamweka vitu vyote chini ya miguu yake na kufanya kuwa kichwa juu ya vitu vyote. Akampa kanisa. Kichwa iko mbinguni, lakini mwili wa Kristo uko hapa duniani. Kichwa chetu kiko mbinguni, lakini yeye pia anafanya kazi katika mwili. Kwa nini? Ili kulitia nguvu vitu vyote chini ya Kristo. Amen. Kwanza kanisa ambalo ni ukamilifu wa yeye ambaye ajaza yote katika yote. Sina muda wa kufafanua zaidi kwa sambamba. Nataka kuingia katika ujumbe, lakini nimezungumza mwisho wa wiki hii katika maneno kadhaa. Ndugu zangu, njia pekee ambayo sisi kanisa tunaweza kujitia kwa ukamilifu chini ya Kristo si kwa kusikia mafundisho mengi, si kwa kusikia hotuba nyingi, wala mafundisho ya theolojia kuhusu utii wa Kristo. Tunajitia kwa kweli chini yake
kuwa tumeshajaa Kristo. Baadhi wamesikia kwa miaka mingi, lakini wanapokumbwa na majaribu makubwa wanaweza kuasi na kuondoka. Sivyo, ndugu zangu? Si kwa mafundisho tu, bali kwa kujaa Kristo. Yeye anataka kujaza kanisa lake. Amen. Tunapojaa Ukristo, tunapojaa ukweli wenyewe. Amen. Hapata kuwa na kitu chochote ndani yangu kinachokinza Kristo. Kila kitu ndani yangu kitakuwa utii kwa Kristo. Amen. Na hii inafanya kwa njia ya neno. Amen. Kwa hiyo katika Waefeso sura ya 5 anasema hivyo, Kristo alikufa kwa ajili ya kanisa. Anajitoa mwenyewe kwa kanisa. Mstari wa 25. Kwa nini? Ili kutakasa kanisa. Kwa maana Mungu alichagua kuacha washiriki wa mwili wa Kristo wa kanisa, watu walio wafu katika makosa yao na dhambi, kama inavyosema katika Waefeso sura ya 2. Tulikuwa tukitembea kama wale wanaotembea kwa ujinga wa mawazo yao wenyewe. Sio? Sisi tuliishi maisha ya utupu, maisha yasiyo na Mungu, bila uhusiano wowote wa Mungu. Lakini shukrani kwa Mungu, siku moja Mungu alikutana nasi kupitia neno la Injili. Tunageuka, tukapokea Roho, na leo sisi ni wana wa Mungu. Tuna uzima wa Mungu. Lakini haitoshi, bado tunabeba mambo mengi, wanadamu wa zamani, mambo mengi tuliokuwa na watu wa mataifa. Kwa hivyo Mungu alituhitaji kututakasa. Amen. Nani anayetutakasa? Kwa kuwa ametutakasa. Nini kinasema mstari wa 26? Ili atakase kanisa. Amelitakasa kwa kumwagilia maji kwa neno. Basi neno linapokuja kutujaza, kwa upande mmoja ni kama maji yanayotutakasa, yanayotusafisha kutoka kwa mambo yote ya uasi, mambo yanayopinga Kristo, sivyo? Ili Kristo ajaze kila sehemu ndani ya moyo wangu, ya uhai wangu, na vile vile uhai wako. Bwana anatutakasa kwa kumwagilia maji kwa neno. Kwa hivyo ndugu, ni muhimu sana neno ambalo Bwana anatutumia kila wiki linatusafisha. Ndiyo maana ndugu, tunafanya kuzama kwa neno, sio tu kulisikia kama mafundisho ya kutii. Sisi hatuna uwezo wa kutii, lakini uwezo wenyewe linapoandikwa moyoni mwetu linatujaza ukweli wa kweli na kutufanya tuwe watii. Amen. Zaidi kwa Kristo, na kwa njia hii Mungu anapata kanisa zuri, lisilo na madoa wala kunyauka wala kitu kama hicho, bali takatifu na bila mapungufu. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya kati yetu. Na kwa kukamilisha mawazo haya, natumia Wakorintho wa pili sura ya 10 kuzungumza kidogo kuhusu hili. Katika sura ya 10 mstari wa 4, Paulo anasema, maana silaha zetu za vita si za kidunia, bali zenye nguvu kwa kuvunja ngome katika mawazo ya uongo. Unajua, Mungu ana silaha yenye ufanisi sana, kama kombora lenye uwezo wa kuvunja ngome. Ngome hizi zinamaanisha uasi dhidi ya utawala wa Mungu. Utawala wa Kristo, na anavunja mawazo yetu ya uongo, maneno yanayotupotosha kutoka kwa neno la Mungu, na karibu chochote, majivuno yote yanayopinga ujuzi wa Mungu, tukiviteka
kila wazo kwa utii wa Kristo, basi neno hili ni silaha yenye nguvu, linavunja moyoni mwangu kila uasi, linavunja ngome zote ambazo nafsi yangu imejenga dhidi ya ujuzi wa Mungu. Na sasa ndugu, linanileta kwenye mawazo yangu kwa utii wa Kristo. Kisha mstari wa 6 unasema, na tukiwa tayari kwa adhabu na kila kutii, hivyo utii wa kanisa utatumika kama jukwaa la Mungu kuadhibu kila uasi na kufuta ule uasi wote katika ulimwengu huu. Mara utii wetu utakapokamilika, tutakuwa timilifu yake, ambaye ajaza yote katika yote. Kwa sababu Kristo atakuwa amejaza kila kitu, hakutakuwa na sehemu yoyote ya uhai wa Mungu au inayopinga utawala wa Kristo. Mungu atakuwa tayari kuadhibu kila uasi, na uasi wote utafutwa katika ulimwengu huu. Amen. Ndipo Kristo atakapotawala. Ninahitaji kuendelea, ninahitaji kutoa ujumbe. Basi ndugu, katika ujumbe wa kwanza tulizungumza kuhusu mawazo, mwanzo na wakati. Wakati unatumika kwa nini? Kusudi la wakati ni nini? Wakati gani utakapokoma? Tulizungumza yote haya. Na sasa katika ujumbe wa pili tunazungumza mwanzo. Mungu aliumba mbingu na nchi. Si ujumbe mwingine, bali ni mwendelezo, kwa sababu Mungu aliumba uumbaji huu wote kufanya mapenzi yake. Hakuumba wakati tu, bali aliumba nafasi. Katika ujumbe wa kwanza tulizungumza kuhusu wakati, na kila ujumbe huu tutazungumza kuhusu nafasi. Mungu aliumba nafasi hii yote kwa ajili ya mapenzi yake. Mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Je, haujawahi kushangaa kwamba Biblia inazungumza kuhusu mbingu na kuhusu nchi kwa njia tofauti? Kwa nini nchi haifanani na mbingu? Nchi haifanyi kazi ya mbingu. Nchi haifanyi kazi ya ulimwengu wote. Na kwa nini? Kila wakati anaiweka nchi kwa njia tofauti. Amen. Mbingu, Mungu aliumba mbingu na nchi. Je, kila wakati anaiweka nchi kwa njia tofauti? Mbingu, Mungu aliumba mbingu na nchi. Je, haujawahi kujiuliza Mungu ni nini hichi? Kwa nini nchi ni muhimu kwa mbingu? Kwa nini nchi ni sehemu ya ulimwengu? Kwa nini katika wakati mbingu na nchi zinatofautishwa? Ndugu, katika ujumbe wa kwanza tuliona kwamba wakati aliumbwa kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo hakika nchi ni muhimu kwa kutimiza mapenzi ya Mungu. Amen, amen. Basi mbingu, upana wa mbingu, ulimwengu mzima unaonekana ambao Mungu aliumba. Ndugu, kwa Mungu ni mbingu, na kwa Mungu sehemu muhimu kwake ni nchi. Amen. Sawa, basi tuende mbele. Mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Neno Mungu kwa Kiebrania linamaanisha Elohim. Ni jina la Mungu, na neno hili liko katika wingi, lakini kitenzi kiko katika umoja. Je, haukushangaa? Mwanzo Mungu aliumba umoja, mbingu na nchi. Hivyo Elohim inamaanisha Mungu mwenye mamlaka, Mungu wa kimungu, akisisitiza
Mungu wa uumbaji. Kwa hiyo kila wakati neno kuumba linatumika, neno la Kiebrania ni bara na bara. Inamaanisha kuwa kuumba kutoka kwa utupu, kuleta kuwako kwa kitu kisichokuwa kimekuwako. Kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu ambaye ana uwezo wa kuumba kutoka utupu, kuleta kuwako na vitu visipokuwapo. Amen. Lakini hata kama Elohim ni katika wingi, sisi huabudu Mungu, hatuabudu miungu mitatu. Kuna Mungu moja. Amen. Ni Mungu pekee, lakini ni Mungu huyu ni Baba, ni Mwana, ni Roho Mtakatifu. Amen. Yeye ni Mungu. Tunaweza kuona mafungu kadhaa ya Biblia, vifungu kadhaa vya Biblia. Isaya 45 mstari wa 5 inasemaje? Mimi ni Bwana wala hakuna mwingine, hakuna Mungu ila mimi. Wakorino wa kwanza mstari wa 8 hadi wa sura ya 8 hadi mstari wa 4. Kuhusu chakula kilichotolewa kwa sanamu, tunajua ya kuwa sanamu lenyewe haikuwa kitu duniani, na kwamba hakuna Mungu mwingine ila ni mmoja. Timotheo wa kwanza mstari wa 2 hadi wa 5. Maana kuna Mungu mmoja na mpatanishi ni mmoja, na mpatanishi ni mmoja kati ya Mungu na mwanadamu Yesu Kristo. Basi ndugu, msiwe na mashaka. Sisi ni watu waabuduo miungu mitatu. Sisi si watu waabuduo miungu mitatu. Tunaamini kuwa Mungu ni moja tu, lakini katika Mathayo 28 mstari wa 19, jina la Mungu huyu ni jina la utatu. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Bwana na Mwana na Roho Mtakatifu. Kiukweli ndugu, hapa si kwa jina la Baba, jina la Mwana na jina la Roho Mtakatifu, jina pekee, na jina hilo ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mnanielewa? Kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu mmoja, lakini yeye ni Baba, ni Mwana na Roho Mtakatifu. Utatu unahusiana na kile Mungu alichokitaka katika asili yake. Kwa uzima wake na asili kama utajiri wa nchi nzuri. Sasa tunakwenda kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 7. Kuelewa kidogo kuhusu hii Kumbukumbu la Torati 8:7 inasema, Kumbukumbu la Torati mstari wa 7 inasema hivi: kwa maana Bwana Mungu wako anakuingiza katika nchi nzuri, nchi ya mito na maji, kwa maana Bwana Mungu wako anakuingiza katika nchi nzuri, nchi ya mito na maji na chemchem ya maji ya kina yanayotoka bonde la mlimani. Hapa inamaanisha kwamba Mungu Baba anafananishwa na chemchem ya maji ya kina. Kuna utajiri usio na kipimo wa maji. Na kwa vipi utajiri huu wa maji unafikia wanadamu? Yeye yuko mahali pa kina, na shukrani kwa Mungu. Siku moja Kristo kama chemchem, yeye yuko mahali pa kina, na shukrani
kwa kina hadi juu ya nchi, na maji hayo Mungu mmoja. Na yuko mahali pa kina na shukrani kwa Mungu. Siku moja Kristo kama chemchemu alileta maji yaliyokuwa kwenye chemchemu na kina hadi juu ya nchi, na maji hayo Mungu ni moja yalianza kutiririka kupitia mwana, kupitia chemchemu. Lakini Kristo alikufa akafufuka, na chemchemu hii ikawa roho, na chemchemu hii ikawa mito ya maji. Kwa hiyo unaweza kuuliza kwa nini Mungu ni mmoja? Kwa sababu maji hayo ambayo ni Mungu anataka kumpa mwanadamu ambayo ni yeye mwenyewe, ni maji haya hayo. Amen. Iwe maji yako kwenye chemchemu ya kina, au maji yanayotiririka kupitia Yesu Kristo, au maji yaliyoko katika Roho. Ndugu, maji haya ni Mungu, ni uzima, ni uzima wa Mungu. Mungu anataka kukupa uzima wake, asili yake kama maji. Lakini kwa nini inahitaji Baba, Mwana wa Roho na Roho Mtakatifu? Ni kwamba lakini Kristo alimleta Mungu kwetu, na Roho sasa inaendelea kutiririsha utajiri wa Mungu kwetu. Kwa hiyo asili ya Mungu ni asili Kwa hiyo asili ya Mungu ni asili ya Mungu mmoja. Amen. Baba, Mwana na Roho ni kwa ajili ya kufikia wewe. Sawa. Basi twende kwenye Zaburi 92. Nimekwisha soma katika ujumbe mwingine Zaburi 92 mstari wa 2. Tunasoma tena: kabla ya milima kuzaliwa na kuumbwa dunia na ulimwengu, tangu milele hata milele, wewe ndiwe Mungu. Mungu wetu unaishi katika milele, au yeye ndiye milele yenyewe. Na kabla ya uumbaji wa kuwako alikuwapo. Amen. Katika milele. Kwa hiyo Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 unaashiria mwanzo wa wakati Mungu alipoanza kuumba, akaanza kuhesabu. Sasa ndugu, mbingu na nchi inahusu uumbaji wote ambao Mungu aliumba. Kila kitu kilichoumbwa kiko hapa, mbingu na nchi. Uumbaji utakapofikia lengo yake, yaani wakati vitu vyote vitakapokuwa chini ya utawala wa Kristo, mbingu na nchi zitapita, na wakati utakoma, nafasi hii itapita. Wakati unapoisha utapita, unaoishi utapita. Ndipo vitakuja vitu vipya, mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu mpya na nchi mpya vitakuwa kama tunavyofahamu sasa. Itakuwa vipi? Usiniulize, sijui. Tutakapofika huko tutaona. Basi Petro wa pili sura ya 3 inasema katika mstari wa 10, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi, ambapo mbingu zitapita kwa ghafla na vitu vya msingi vitayeyuka kwa joto kali, na kazi zote zilizomo ndani yake zitateketezwa. Kwa kuwa vitu hivi vyote vitaharibika. Ninyi mnapaswa kuwa watu wa maisha matakatifu na ucha Mungu, mkiwa mnangojea na mkiharakisha kuja kwa siku hiyo ya Mungu. Kwa sababu ya hiyo, mbingu zitateketezwa moto na kuharibika, na vitu vyote vya msingi vitayeyuka. Lakini sisi kwa mujibu wa ahadi yake tutangojea mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki itakaa. Amen. Hii ndiyo tumaini letu. Amen. Sasa ndugu, twende kwenye Zekaria sura ya 12 mstari wa 1 kama inavyosema:
Zakaria 12 mstari wa kwanza. Hukumu iliyotangazwa na Bwana dhidi ya Israeli. Anasema Bwana, yeye aliyeeneza mbingu akazishimia nchi na akaunda roho ya mtu ndani yake. Hapa inaeleweka kwa nini Mungu alifanya mbingu na nchi kuwa tofauti. Na kwa nini nchi ilitayarishwa ili Mungu aweke mtu juu yake. Na mtu, sehemu muhimu zaidi ya mtu sio mwili huu wa kimwili. Baadhi wanaweza kuwa na bahati ya kuzaliwa na mwili mzuri, nyuso nzuri, lakini sio hivyo. Muonekano mzuri sio hilo, bali kinachomhusu Mungu ni roho atakayoiunda ndani ya mtu, kwa sababu roho atakapoiunda ndani ya mtu, ndugu, itashirikiana na Mungu kutimiza mapenzi ya Mungu. Mnanielewa? Kwa hiyo mbingu zote zimefanywa kwa ajili ya nchi. Nchi haipo kwa ajili ya simba wala kwa ajili ya tembo. Nchi ipo, dunia ipo kwa ajili ya mtu. Na mtu hayupo tu kwa ajili ya kula, kunywa, kupata uzito na kufa. Mtu yupo kwa ajili ya Mungu, na sehemu ambayo inahusu kweli na kinachomhusu sana ni ambayo itazalisha mapenzi ya Mungu ndani yetu, ndugu, ni roho. Ndiyo maana Mungu aliumba mtu. Hebu tuangalie Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Basi Bwana Mungu akamuumba mtu kwa mavumbi ya ardhi. Kwanza alihitaji kumuumba mtu kwa mavumbi ya ardhi kwa sababu alihitaji kumtengeneza ulimwengu huu wa kimwili ulio chini ya nafasi wa wakati ambao aliundwa kwa mapenzi yake. Fikiria kama mimi na wewe tungelikuwa na miili, mkutano wetu ungekuwa wa roho na nafsi tu. Ndugu, hatungeweza kuhusika na dunia. Mungu anataka kutengeneza kitu hapa duniani. Kwa hivyo, kitu cha kwanza Mungu alitupa ni mwili huu. Na mwili huu umefanywa kwa mavumbi ya ardhi. Na utakapofufuka, wakati wa mwili huu utakapolazimika, mwili huu utakapomalizika, utarudi kwenye mavumbi. Ndiyo maana, ndugu, sio sehemu hii ya mwili ambayo ni muhimu kutimiza mapenzi ya Mungu, ingawa ina umuhimu wake. Paulo anasema hivi, hamjui ya kuwa mwili wenu ni hema la Mungu na Roho wa Mungu anaishi ndani yenu? Kwa hiyo mwili una umuhimu wake, lakini ndugu, msiwe na wasiwasi sana kuhusu mwili. Kufanya upasuaji wa plastiki na kadhalika ni muhimu kuitunza vizuri mwili, lakini kinachofanya kweli mapenzi ya Mungu ni roho. Amen. Lakini wazi, tunahitaji mwili wenye afya. Unaweza kumtumikia Mungu kama mwili wako hauna afya? Hapana. Kwa hiyo kitu kimoja unachohitaji kukumbuka, ndugu, ni kushika mwili wenye afya, mwili unaoweza kuwa na afya na kumtumikia Bwana. Lakini mtu sio mwili huu tu, kwa sababu Mungu alipomuumba mtu kwa mavumbi na ardhi, mwili huu ulikuwa hauna uhai.
ni kipande cha udongo kilichokufa, na jinsi mtu alivyopata uhai ni kwa kupulizwa kwa pumzi ya uhai, na Mungu akawa nafsi hai. Kwa hiyo pumzi hii, uhai, ilitoka wapi? Ilitoka kwa Mungu, ni pumzi ya Mungu. Neno roho katika sura ya kwanza mstari wa mwisho, mstari wa pili, na roho wa Mungu alikuwa akiteremka juu ya maji. Neno roho ni Kiebrania ambalo linasema ruach. Sijui matamshi sahihi, lakini labda sehemu ya mwisho ya kimya, ruach, roho. Na roho hapa kwa Kiebrania inaweza kuwa pumzi ya upepo. Kwa hiyo roho hii ya Mungu ilipopuliza ili kutengeneza mtu, ikawa hiyo ruach ikabadilika kuwa neshama. Mnanielewa? Na hisi mtakuwa mnanielewa. Alipopuliza ikawa pumzi ya uhai, na neno pumzi ya uhai kwa Kiebrania inaitwa neshama. Na pumzi hii ya uhai iliyoingia ndani ya mtu ikawa roho ya mtu. Unaweza kusema, lakini vipi? Kwa mfano kwenye Mithali 20 mstari wa 27 inasema, roho ya mtu ni taa ya Bwana. Roho ya mtu ni taa ya Bwana inayochunguza viumba vyote vya ndani. Neno roho ya mtu katika mstari huu neshama. Kwa hivyo neshama ilitoka kinywani mwa Mungu, ruach, na ilipokusudiwa kwa ajili ya kumtengeneza mtu ikawa neshama. Na wakati neshama ilipofika kwenye mtu huyo wa udongo, ikatengeneza roho ya mtu, na mara moja akawa nafsi hai. Kwa hiyo nafsi na roho vilitengenezwa kwa pumzi ya Mungu. Amen. Kwa nini Mungu alitupa kila mmoja nafsi? Kwa sababu anataka kila mmoja wetu kuwa na utofauti. Sisi ni tofauti. Mungu hataki kutengeneza viroboti vyote vilivyo sawa. Je, umewahi kufikiria kuangalia na kila mtu akifanana? Wote wanafikiria kwa njia moja. Hapana, Mungu anataka kila mmoja wetu kuwa na nafsi yenye uamuzi ya kujitegemea, nafsi yenye uchaguzi wa bure. Kwa hivyo, Mungu na wewe, ndugu, mimi na wewe, tuko tofauti. Na hivyo ndivyo tutaweza kuonyesha hekima nyingi za Mungu. Na kila mmoja anaonyesha sehemu ya Mungu. Na tunashukuru kwa sababu Mungu ametupa nafasi hizi tofauti. Ili kufafanua zaidi swala la ruach na neshama, nitasoma kitabu cha Ayubu. Ayubu 32 mstari wa 8. Inasema, hakika kuna roho ndani ya mtu. Neno roho hapa ni ruach. Hakika kuna roho ndani ya mtu, na pumzi ya aliye mwenye nguvu zote kumfanya mkuu wa hekima. Neno pumzi hapa ni neshama. Umeelewa? Kwa hivyo, hakika kuna roho ya Mungu ndani ya mtu, na neshama humfanya mwenye hekima.
Sura ya 33 mstari wa 4, Roho wa Mungu amenitengeneza. Neno roho hapa ni ruach. Roho wa Mungu amenitengeneza, na pumzi ya aliye mwenye nguvu zote inanipa uhai. Neno pumzi hapa ndio neshama. Kwa umeelewa? Kwa hiyo sisi kwa asili tumeumbwa kwa roho, mwili. Ndugu zangu, mwili ni kama kifaa ambacho Mungu alikitengeneza kwa kila mmoja wetu kutimiza mapenzi yake na kufurahia mwili huu wakati anapokuwepo. Wakati mwili huu utakapokuisha, fursa itakwisha. Ndio maana ndugu zangu, tuitumie vizuri miili yetu kutimiza mapenzi ya Mungu, kwa sababu Roho wa Mungu ndipo atakapotimiza mapenzi yake ndani ya maisha yetu. Kwenye sura ya 34 mstari wa 14, kama Mungu angalifikiria yeye mwenyewe peke yake na akavuta roho yake na pumzi yake, je, umaifikiria kama Mungu angevuta roho yake? Alipopulizia kwa mtu na akamtengeneza mtu, siku moja anaweza kusema nimejuta kumtengeneza mtu, nitavuta roho yangu. Mungu angesema nimejuta kumtengeneza mtu, akasema nitavuta roho yangu. Neno roho hapa ni ruach. Nitavuta ruach yangu, nitavuta neshama yangu. Umeelewa? Kwa hivyo ikiwa Mungu atavuta roho yake, nini kitatokea? Wote pamoja tutakufa kwa wakati mmoja. Unaamini hilo? Kinachotoweka hai ni pumzi hii ya Mungu. Ikiwa Mungu atatoa roho yake kwetu, kila kitu kitaishi na mtu atarudi kwenye mavumbi. Mwili huu ulio hai utakufa na kurudi kwenye mavumbi. Hivyo ndivyo inavyofanya kazi. Mhubiri 3 mstari wa 11. Kila kitu amefanya Mungu kwa kuwa mzuri wakati wake. Pia ameweka milele moyoni mwa mtu bila ya mtu kugundua kazi ambayo Mungu amefanya tangu mwanzo hadi mwisho. Mungu ameumba ulimwengu huu. Uumbaji wa Mungu, ndugu, ni mzuri. Kila kitu kimefanywa kwa njia nzuri wakati wake. Kila kitu kimefanywa kwa wakati wake. Mungu kwanza. Kama mwanamke anapokuwa mjamzito, anaanza kumtayarisha mtoto, anaanza kuandaa vitu vyote vya mtoto, ananunua kitanda cha mtoto, ananunua nguo, kila kitu. Uumbaji pia una mfuatano wake. Kila kitu kimefanya katika wakati wake, lakini mtu hawezi kuelewa kwa nini Mungu alifanya hivi vyote. Hata kama ningekuwa nikisema ujumbe huu bila ufunuo, neno hili baada usingejua. Ungeendelea kutojua kwa nini Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa nini aliweka mtu duniani? Je, kuna viumbe wengine wa sayari nyingine? Je, mtu hawaangalii pia? Ndugu, ninaamini Biblia, katika ufunuo wa Biblia mtu ndiye anayetimiza mapenzi ya Mungu, lakini mtu hawezi kuelewa kwa nini Mungu anafanya mambo haya. Lakini tunashukuru kwa sababu kwa ufunuo wa neno tunaelewa. Amen.
Kwa hivyo ndugu, Mungu aliunda roho kwa pumzi yake na mtu akawa na nafsi hai. Na hivyo roho na nafsi ni ya milele. Roho yako na nafsi yako havitakufa kamwe. Mwili wako unakufa, lakini roho na nafsi yako havifikiri. Na wengine wanauliza, nikitoka kwenye mwili huu nitakumbuka mambo? Unajua kwamba leo nafasi yako inafanya kazi kwa msaada wa ubongo wako. Unafahamu mambo kwa sababu akili yako inatumia ubongo wako. Una hisia na una maamuzi yako kutokana na nafsi yako. Kila kitu ulichopitia hapa duniani kimehifadhiwa kwenye kumbukumbu ya ubongo wako. Siku moja nafsi yako itakapotoka kwenye mwili wako, utajua kwamba kwa sababu ubongo unahusiana na nafsi yako na hisi, nafsi yako itabeba kumbukumbu hiyo pamoja nayo. Kwa hiyo hautasema sitasikia mke wangu nani au familia yangu nani. Utakumbuka, lakini tutakuwa tunaishi wakati mwingine na fahari. Sitasema sana kuhusu hilo. Kwa hiyo ndugu, nafsi na roho ya milele, mwili wa mtu ndio una mwisho wake. Mtu anapokufa, mwili unarudi kwenye mavumbi, lakini roho inarudi kwa Mungu. Unajua hilo? Hiyo ipo katika Mhubiri 12:7, na mavumbi yatarudi ardhini kama yalivyokuwa awali, na roho irudi kwa Mungu aliyeupa. Unajua kwamba unapokufa mwili wako unarudi ardhini, lakini roho wako anarudi kwa Mungu. Ujuaji kwamba unajua kwamba unapokufa mwili wako unarudi ardhini, lakini roho yako inarudi kwa Mungu, kwa sababu ndiye aliyekupa, hata itupa tu. Ndiyo maana ndugu, ijapokuwa mtu ana milele moyoni mwake, hajui kwa nini Mungu aliumba kila kitu kwa njia nzuri kama hii, kila kitu kwa wakati wake, na mtu hajui kazi ambayo Mungu amefanya tangu katika siri iliyofichwa awali. Hakuna mtu aliyefahamu. Hebu tuangalie Warumi 8. Tuangalie Warumi 8. Unajua kuwa ni fursa kubwa. Warumi 8:17 inasema hivi: basi ikiwa sisi ni watoto, basi pia ni warithi wa Mungu na warithi pamoja na Kristo. Ikiwa sisi tunateswa pamoja naye, ili tuweze pia kutukuzwa pamoja naye. Kwa hivyo bila ufunuo hatujui kwa nini tunapoishi. Ili tuweze kutukuzwa pamoja naye. Kwa hivyo bila ufunuo hatujui kwa nini tunapoishi. Kwa sababu kwa nini kuna mbingu? Kwa nini naye? Kwa nini kuna nchi? Kwa nini Mungu aliumba mambo haya yote? Sasa tunaelewa ndugu, kwa sababu kwa ajili yangu mateso ya wakati huu hayawezi kulinganishwa na kuhusu utakaofunuliwa ndani yetu. Uumbaji wote unasubiri kwa hamu
ufunuo watoto wa Mungu. Kwa hivyo ndugu, wewe sio tu kwa ajili ya kuishi maisha haya madogo. Mungu anakutayarisha kwa ajili ya utukufu wake. Kwa hivyo mpaka mstari wa 20, maana uumbaji uliwekwa chini ya upotevu, si kwa hali yake, bali kwa ajili yeye aliyeweka, kwa matumaini kwamba uumbaji wenyewe utakapokombolewa kutoka katika utumwa wa uharibifu kwa uhuru wa utukufu na watoto wa Mungu. Maana anguko la mtu Amen. Uumbaji wote umeteseka pamoja na anguko letu. Na sasa pia ndugu, utukufu wetu utauliberisha pia uumbaji katika utumwa huu wa uharibifu. Kwa hivyo uumbaji wote unangojea kuombolewa kutoka katika utumwa wa uharibifu kwa uhuru na utukufu wa watoto wa Mungu, kwa sababu tunajua kwamba uumbaji wote wanasubiri kwa hamu hadi sasa, wala sisi tu ambao matunda ya kwanza ya Roho. Sisi pia tunasubiri kwa hamu ndani yetu. Tunangojea nini? Tunangojea uwana. Uwana ni nini ndugu? Ni wakati tutakapokomaa kuwa watoto wakamilifu, tayari kurithi. Tutarithi nini? Tutarithi ulimwengu. Tutatawala pamoja na Kristo. Ndio maana ndugu, tunapigania ufalme. Nani anayepigania ufalme? Amen. Amen. Wathesalonike 12. Kitu cha mwisho kinachofanya ukombozi wa mwili wetu, kwa sababu mwili huu ndio sehemu pekee ya mimi inaweza kuharibika, lakini Mungu atanipa pia mwili wa utukufu, roho yangu, nafsi yangu ya milele. Lakini Mungu atanipa pia mwili wa milele, mwili wa utukufu. Amen. Kwa hivyo amen. Amen. Mungu anataka kututakasa kabisa, kutuhusisha kwa Kristo wa kweli, ili mpige simu kwa ajili ya injili yetu, mpate utukufu wa Bwana. Kama hatukujua kwa nini haya yote, kwa sababu tunaelewa Mungu anataka kutuongoza kwenye utukufu, kwa utukufu wetu. Petro wa kwanza mstari wa 5 hadi wa 10. Bwana na Bwana wa neema zote, ambaye aliwaita katika utukufu wake wa milele katika Kristo, baada ya kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawafanya wamiliki, atawathibitishia, atawaimarisha. Ataweka misingi imara. Ndivyo hivyo mchakato tunaopitia sasa. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 3. Kwa kadri nguvu zake za kimungu zimetupatia kila kitu kinachohusu uhai na ucha Mungu, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake mwenyewe na wema ulitwaa kwa utukufu wa Mungu, kama ilivyoandikwa. Ndugu, hebu tuangalie Wakorintho wa pili. Ndugu, tunaona vile tulivyo na heri kubwa, lakini tunazungumza hekima kati ya wale wenye uzoefu, sio hekima ya karne hii, wala yenye mamlaka wakati huu ambao wote wataharibika, bali tunazungumza hekima ya Mungu iliyokuwa siri ya zamani zilizofichwa. Hakuna mtu anayejua kwa nini Mungu aliunda vitu vyote
kwa njia alivyoviumba vyote tangu milele kwa utukufu wake. Hekima hii ndiyo ambayo hakuna hata mmoja wa wenye mamlaka wa karne hii aliyeweza kuitambua, kwa maana kama wangalijua wasingemsulubisha Bwana wa utukufu. Kama ilivyoandika, jicho lililokuona jicho halikuona, sikio halikusikia, wala hawakupenya moyoni mwa mwanadamu yale Mungu amewatayarishia wampendao. Je, wewe ni mmoja wa wale wampendao? Amen. Katika kipindi hichi cha mwisho, Mungu anahitaji watu waliotia nguvu zao. Amen. Waliowajibika, sio tu kwa Mkristo mzuri kupokea baraka za Mungu, kuwa na afya na pesa au usalama wa maisha. Sisi tuko kwa ajili ya kupigania ufalme wa mbingu. Mungu anahitaji, amen. Mungu anahitaji kumwamini Bwana ni kumpenda anachotaka. Kama unampenda Bwana, kama unampenda ni kama kuwapenda wazazi wako. Unawaheshimu wazazi wako na unataka kutimiza matakwa yao, sivyo? Kama unampenda Mungu, hutaki kutenda mapenzi yake. Amen. Na mapenzi yake ni nini? Kumpa Kristo cheo juu kuliko vitu vyote. Amen. Kwa hiyo, kama unampenda ufalme wake, unapigania ufalme wake, sivyo? Bwana anahitaji leo wengi ambao wanajitolea, amen, katika Sioni kupigania ufalme wake. Lakini Mungu alivyofunua kwa Roho, na wanadamu kwa ujumla hawajui, hawana ufahamu huu wa siri. Lakini sisi tunajua ufunuo wa Roho, kwa maana Roho huchunguza kila kitu, hata mafuniko ya Mungu. Kwa kuwa ni nani kati ya wanadamu anayejua mambo ya mwanadamu isipokuwa roho wa mwanadamu aliye ndani yake? Vivyo hivyo mambo ya Mungu hakuna anayejua isipokuwa Roho wa Mungu. Sasa sisi hatukupokea roho wa ulimwengu, bali roho kutoka kwa Mungu, ili tujue yale tuliyopewa bure na Mungu. Sisi pia tunazungumza si kwa maneno yaliyofundishwa na hekima ya mwanadamu, bali kwa yale yaliyofundishwa na Roho, tukilinganisha mambo ya kiroho na ya kiroho. Kwa hivyo ndugu, nimekuwa nikihimiza viongozi wa makanisa, wamishonari na wale wanaofanya kazi ya ufalme wa Mungu. Ndugu, hatuishi tena kwa kile tunachofanya kwa ujuzi wetu. Amina. Tunatakiwa kuishi kwa Roho. Amina. Roho ni kama upepo, unapuliza popote unapotaka. Unasikia sauti ya upepo, lakini hujui unatoka wapi wala unaenda wapi. Na hivyo ndivyo alivyo kila aliyezaliwa kwa Roho. Yaani sisi sote tuliozaliwa upya kwa Roho hatutakiwi kujua hata hatua yetu ya pili. Hatua yetu ya pili hutolewa na Roho. Amen. Ndugu, natumaini ndugu Didimo kama mfano. Ndugu Didimo alikuja hapa ingawa ana umri zaidi ya miaka 70, na akaamua kuja park kukamilishwa. Siku ya kwanza alitoka asubuhi kuhubiri injili na mambo hayakuwa yanaenda vizuri mtaani, lakini mchana mambo yakaanza kwenda vizuri. Amen. Nikawaambia ndugu zangu, mwenendo wetu ni kujiuliza ni nini kilikuwa kimekosekana, kwa nini hakukuwa na mafanikio, nitawezaje kujifunza ili kesho iwe nzuri zaidi. Kwa hiyo sisi huwa tunakimbilia mbinu ili mambo yaende sawa. Tunatafuta njia sahihi ili mambo yafanikiwe. Hakuna njia sahihi katika mambo ya Mungu. Ukishapata njia, hivyo ni njia yako mwenyewe, sio tena ya Roho. Kwa hivyo ndugu, tunatakiwa kuishi kweli ndugu, kwa hofu ndani ya tumbo. Amen. Unajua
ninapokuja hapa kusema nina hofu ndani ya tumbo, kwa sababu sijui Roho anataka kunielekeza wapi. Sisi tuko hivyo, tumezaliwa kwa Roho, tunatakiwa kutembea kwa Roho. Amen. Kwa urahisi sana unaweza kujifanyia mazingira ya starehe na usalama, na bila kugundua unajijengea kiota, na kiota hiki, kama Yobu alivyosema, ningependa kufa katika kiota changu, kinakuwa kitamu, kina starehe, kina raha. Ndugu, Mungu hataki ufe katika kiota chako. Mungu anataka kuharibu kiota chako. Mungu anataka umtegemee Roho. Amen. Mungu ataweza kutekeleza mapenzi yake kupitia wewe. Amen. Vizuri sana. Tuendelee hapa. Neno la 14. Basi mwanadamu wa kawaida hapendi mambo ya Roho wa Mungu. Kwa nini? Tunatakiwa kuishi kwa njia isiyo ya uhakika, kufuata Roho. Amen. Si rahisi zaidi kufuata sheria, kufuata kanuni, kufuata mwongozo, kufuata orodha ya kufanywa, sivyo? Ni rahisi sana, lakini kufuata Roho ni jambo gumu. Ndugu, mwanadamu wa kawaida hapendi mambo ya Roho wa Mungu, kwa sababu kwake ni ujinga, wala hawezi kuyaelewa, kwa maana anahitaji uelewa kidogo. Lakini yule aliye na Roho huhukumu kila kitu, wala yeye mwenyewe hahukumiwi na mtu yeyote, kwa maana yeye anafuata Roho. Kwa kuwa ni nani aliyewahi kujua akili ya Bwana ambaye atamweza kumfundisha? Lakini sisi tuna akili ya Kristo. Amen. Isaya 66. Bwana Yesu, kwa maana tangu zamani hawajasikia, wala kwa masikio hawajapata, wala macho hayajaona Mungu mwingine zaidi ya wewe, atakayefanyia wema wote wamtegemeao. Ndugu, neno hili ni kwa wale wanaomtegemea Mungu. Amen. Haleluya. Abrahamu ni mfano bora wa mtu aliyemtegemea Mungu. Alipompata Mungu aliyeumba ulimwengu, alijua kuwa Mungu huyo aliyeumba ulimwengu lazima awe Mungu mwenye uwezo wote. Amen. Na kwamba ana mapenzi yanayotakiwa kutimizwa. Alipompata Mungu, alimtegemea Mungu. Hakuna haja ya kutafuta chochote zaidi duniani. Mungu alimfanya kuwa tajiri alipopita Misri, lakini moyo wake haukuwa mali za kidunia. Lakini mwanawe mpya alikuwa na mawazo tofauti. Amen. Mungu leo anahitaji kupata wale wanaomtegemea Mungu. Amen. Wasiotafuta kujifurahisha wenyewe na kutumia nguvu ili wapate utajiri. Amen. Ili wamfanyie utajiri. Amen. Kufanya mambo yanayokuhusu wewe mwenyewe. Amen. Ndugu, tunatakiwa kujikabidhi kabisa kwake. Na kama wewe ni yule anayemtegemea Mungu, amen, hujishughulishi na kukusanya mali hapa duniani. Ingawa Mungu anaweza kukupa. Mungu alimpa Abrahamu utajiri, lakini moyo wake haukuwa kwenye mali. Na hivyo ndivyo tunavyotakiwa kuwa. Amen. Amen. Tuko hapa Bwana Yesu. Amen. Kilichotokea katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42 hadi 44 ni nini? Kilichotokea walipozidi kudumu katika mafundisho ya mitume, katika ushirika, kuishi ile maisha ya kanisa lenye nguvu na ya kustajabisha. Majibu ya kwanza yalikuwa, wote walikuwa na vitu pamoja. Amen. Waliuza mali zao na kuweka miguu pa mitume kwa ajili ya mahitaji ya huduma. Amen. Na hii inamaanisha nini, ndugu? Inamaanisha kuwa wakati nilipoguswa na Mungu huyo na utukufu, kama vile Abraham alipoguswa, ndugu, sina hamu tena vitu vya dunia. Haleluya. Kile ninacho ni cha Bwana. Amen.
kila ninacho ni cha kutumika kwa ajili yake. Amen. Amina. Abrahamu alikuwa na moyo huu, lakini Loti hakuwa nao. Loti alitaka mifugo yake, alitaka wachungaji wake, alitaka ustawi wake mwenyewe, na hivyo yeye hakuwa mtu anayemtegemea Mungu. Amen ndugu, nataka kuwa yule anayepigania ufalme wake, kuto kutegemea kitu chochote duniani. Nataka tuzo huko mbinguni. Bwana Yesu, na yeye hufanyia kazi. Unajua hilo, anaifanyia kazi. Yeye hufanyia kazi kwa utukufu wako, hufanyia kazi kwa wale wanaomngojea Bwana Yesu. Amen. Basi Mungu aliumba vitu vyote ili kuwa na mahali pa kupumzika, kwa sababu Mungu anaangalia katika Mwanzo mstari wa 2. Amen. Amen. Ndugu, Mungu anatafuta kupumzika. Mungu anatafuta mahali pa kupumzika. Unaamini hiyo? Hii liko katika kitabu cha Waebrania sura ya 4. Amen. Waebrania sura ya 4. Waebrania sura ya 4 mstari wa 1. Basi tuogope kwamba ingawa ahadi ya kuingia katika pumziko lake imesalia, mtu yeyote kati yenu asionekane kuwa amekosa. Kwa maana habari njema zilitangazwa kwetu kama vile zilivyotangazwa kwao, lakini neno walilosikia halikuwafaa, kwa sababu hawakuwa na imani katika wale waliosikia. Unaelewa kwa sasa kwamba pumziko la Mungu lina uhusiano wa karibu na neno na jinsi unavyopokea neno. Basi ukipokea neno kwa imani kwa njia sahihi, utaingia katika pumziko la Mungu. Angalia jinsi wakati huu tunapoishi kwa kuzama katika neno. Ni muhimu kujifunza kutoka kwa vijana wetu upendo wa kustahi kwa neno, unyenyekevu wa watoto, roho iliyochoma, roho iliyojitwika, wanaopenda neno la Mungu. Ndugu, jambo hili ni muhimu sana. Na kisha inasema, lakini sisi tulioamini tunaingia katika pumziko. Ndugu, ukiamini neno unaingia katika pumziko. Niliapa kwa hasira yangu, hawataingia katika pumziko langu, ingawa kazi zake zilikwisha tangu mwanzo wa ulimwengu. Kwa maana mahali fulani inasema kuhusu zama zake zilikwisha tangu mwanzo wa ulimwengu, kwa maana siku ya saba na Mungu alipumzika siku ya saba kutokana na kazi zake, na tena mahali pale hawataingia katika pumziko langu. Kwa hivyo, kwa kuwa bado kuna wale wanaoweza kuingia ndani yake, na wale walioahidiwa habari njema hawakuingia kwa sababu ya uasi. Tena amen, hawakuingia kwa sababu ya uasi. Tena Mungu ana siku nyingine, tena Mungu anaamua siku nyingine leo, akisema kwa Daudi muda mrefu baadaye, kama ilivyoelezwa hapo. Leo ukisikia sauti yake, usifinyike mioyoni mwenu. Kwa sasa Yoshua angeliwapa pumziko, kwa maana Yoshua aliwapa makao yote kwa makabila 12. Kama aliwapa pumziko, kama angeliwapa pumziko, angesema baadaye kuhusu siku nyingine. Kwa hivyo bado kuna pumziko la watu wa Mungu. Pumziko hili ni nini, ndugu? Mungu aliumba mbingu na nchi kwa siku 6 toka Adamu hadi sasa. Karibu miaka 6 imekwisha,
na siku moja kwa Mungu ni kama miaka 1000. Ndugu, tuko mwisho kabisa, ni miaka 7000. Milenia itakuwa mwaka wa pumziko la Mungu. Unataka kuingia katika pumziko la Mungu? Mungu anawaandaa washindi wa kushiriki katika pumziko hili. Basi tuangalie katika pumziko hili, kwa sababu yule aliyeingia katika pumziko la Mungu naye mwenyewe alipumzika kutokana na kazi zake kama Mungu alivyofanya. Unapoingia leo hii, unaingia katika pumziko la Mungu kupitia neno, Roho akiongoza ndugu kazi yake. Mambo yanayoonekana kuwa yanakwenda vizuri, sio kwamba yanakwenda vizuri, bali ni Roho anayefanya kazi. Kwa hivyo ndugu, tujitahidi kuingia katika pumziko hilo, ili hakuna atakayekwama. Kwa mfano wa uasi, Mungu anataka kuondoa uasi wote kutokuongoza katika Kristo. Amen. Hapa ndipo umuhimu wa neno unakuja. Sio mafundisho yaliyokufa, bali neno hai, kwa maana neno la Mungu ni hai na lenye nguvu, kali kulisha upanga wowote wenye makali mawili, na kinachopenya katika kugawanya roho na nafsi, viungo na mafuta, na kinachoweza kuhukumu mawazo na nia za moyo. Mara nyingi hata sisi hatujui mawazo na nia za moyo wetu wenyewe. Hii inawezekana kuwa imejificha sana, lakini neno la Mungu ni hai, lenye nguvu, linaweza Amen. Mara nyingi hata sisi hatujui mawazo na nia za moyo wetu. Inawezekana kuwa imefichwa sana, lakini neno la Mungu ni hai, lenye nguvu na linaweza kutambua. Ndipo ninapopata mwanga. Bwana, tunaomba msamaha. Bwana nisamehe, au sio? Basi asante kwa Bwana. Neno la Mungu ni hai, halina dosari. Hakuna kiumbe chochote kinachofichamana mbele zake, bali vitu vyote vimefunuliwa, na hivyo wazi machoni pa yule ambaye tunapaswa kutoa hesabu. Ndugu, tutatoa hesabu. Kwa hivyo ukitaka kushiriki katika milenia, unahitaji leo kuruhusu neno hili lifanye kazi ndani yako. Likiwa limejikita moyoni mwako, litakusafisha, litakutenganisha nafsi yako na roho, litahukumu mawazo na roho yako. Amen. Yote. Mahali pa pumziko la Mungu sio mbinguni wala duniani alipoumba, bali ni kile anachotaka kukitekeleza kutoka moyoni mwa mwanadamu. Mungu alipompa Daudi pumziko kutoka kwa maadui zake, Daudi alitaka kumjengea Mungu nyumba, na mnakumbuka hili? Kupitia nabii Nathan, Mungu alimtuma kusema, nenda kawaambie Daudi, Bwana asema, wewe utajenga nyumba ya makao yangu, na kwa sababu sikuwahi kukaa katika nyumba tangu siku nilipowaondoa wana wa Israeli kutoka Misri hadi leo, nimekuwa nikitembea katika hema, katika maskani, mahali popote nilipokwenda na wana wa Israeli. Je, niliwahi kuongea na mmoja wa makabila yao niliyemwamuru kuangalia watu wangu wa Israeli, nikisema, kwa nini hamkunijengea nyumba ya mwerezi? Amen.
Ndugu, hataki nyumba ya kimwili. Mungu anahitaji kila kitu kiliumbwa na yeye. Mungu hahitaji kila kitu kwa sababu kiliumbwa na yeye. Kama angehitaji nyumba nzuri, angeweza kuumba kutoka kwa utupu. Sio hivyo anavyotaka. Kwa hivyo ni nyumba gani inayofuata? Ingawa baadaye Mungu alimtuma. Amen. Isaya 66 mstari wa kwanza hadi wa pili. Bwana anasema, mbingu ni kiti changu cha enzi na nchi ni kiti changu cha kuwekea miguu. Ni nyumba gani mtaweza kunijengewa, na ni mahali gani papumziko langu? Kweli mimi nitakuwa na mahali ya papumziko, lakini ni wapi? Je, mnataka kunijengea hekalu kubwa, kanisa zuri? Ndugu, sio hivyo ninavyotaka. Kama ningetaka, ningeumba. Ninajua kufanya, kwa maana mkono wangu umeumbwa. Amen. Ndugu, sio hivyo ninavyotaka. Kama ningetaka, ningeumba. Ninajua kufanya, kwa maana mikono yangu imeumba vitu vyote na vimekuwapo. Mimi ndiye niliviumba sahihi hivi. Lakini Bwana anasema, lakini mtu nitakayemwangalia ni yule mwenye huzuni na roho iliyojitwika, anayetetemeka kwa neno langu. Amen. Makazi ya Mungu na ndani ya moyo, na hao wanaosema amen, wale wenye unyenyekevu, walio na huzuni na moyo uliopondeka, na wanaopenda neno la Mungu na kuogopa neno la Mungu. Wakati Mungu anasema, wanatetemeka. Wakati Mungu anasema, ni sauti ya amri inayotoka kinywani mwa Mungu. Ndugu, sisi tunataka nini? Amen. Amen. Ndugu, nadhani kulikuwa na zaidi ya watu 350 hadi 400. Wale viongozi wote, ndugu, na makanisa. Ndugu, jinsi tulivyo moja kwa moja. Mungu kweli katika siku hizi za mwisho ametuweka katika chumba cha kutusisimua katika misaada ya vijana wetu. Kwa hivyo vijana wanaendelea kutusisimua kutumia Wokrai. Vijana hamwezi kusimama, endeleani kuwavutia zaidi vijana na kutusisimua. Amen. Kwa upande mwingine, ndugu, neno linatuweka wote katika mwendo sawa. Linatusisimua, ni chumba cha mwendo sawa. Neno hili linatuweka wote, ndugu wote, linatuweka viongozi wote na makanisa yote katika mzunguko mmoja. Tunakwenda kwa mzunguko mmoja. Amen. Tunakwenda katika mzunguko mmoja. Tunaenda katika mwenendo moja, urefu wa mawimbi moja, rangi moja. Hatuna rangi tofauti, sote tuko kwa rangi moja. Lakini si tu hivyo, sote tumeweka katika mzunguko moja, awamu moja. Hakuna mtu hapa anayeshindana na mwingine. Amen. Hili linamaanisha awamu moja. Amen. Wakati awamu ni tofauti, mtu mmoja husikia anashindana na mwingine. Lakini wakati sote tuko katika awamu moja, hamna shindani. Hii inawezekana tu kumjulisha. Sisi tunamjulisha moja kwa moja Mungu. Inawezekana, nguvu yetu inaongezeka, nguvu yetu, na sote tunaelekezwa kwa mwelezo mmoja. Lengo letu, ndugu, ni kutekeleza mapenzi ya Mungu, kuhubiri injili ya ufalme, mapenzi ya Mungu yatimilike, ambayo ni kuongoza mambo yote katika dunia. Ndugu, mambo yote yanaenda haraka kupitia neno ambalo Bwana ametupa kufungua. Pia kwa zana hizi, ndugu, tunafikia hata Asia, hata katika nchi ambazo washiriki wetu hawajui lugha za huko. Ndugu, tunapenya. Ndugu,
wanafikia malengo yao huko. Sijui kama mnajua huko Japani, Korea, ndugu, tunawafikia watu huko Vietnam, tayari tuna mawasiliano mazuri. Amen. Ndugu, Afrika, huko Afrika basi tunavuka nchi moja zaidi, na Namibia huko kote tunakwenda kila mahali. Ndugu, ndio maana dunia. Bwana Yesu, tunaishi siku ambazo za mabadiliko makubwa hali ya dunia. Tukizungumza juu ya matukio ya hivi karibuni, Russia ilivamia Ukraine. Hii vita imedumu hadi leo, ambayo ilitakiwa kuwa vita ya haraka. Mara baada ya hapo tukaona Israeli ikishughulika na materoristi ambao walikuwa wakitashiti huko, na baadaye ikahusisha Syria, kisha Iran, na sasa ndugu, imekuja hivi karibuni uchaguzi wa rais wa Marekani. Na sasa wa Marekani wameachia tu amri zake za kwanza za mabadiliko. Pia hiyo inaivuruga dunia na hali ya dunia. Na jana, sijui kama mnajua hilo, lakini kabla ya hapo Israeli walishambulia Iran. Ikituma mabomu kumaliza utengenezaji wa mabomu ya nyuklia huko Iran. Jana Marekani iliamuru na kufanya kazi. Amen. Na jana Marekani ndio ina ndege inaitwa B2 ambayo ina uwezo wa kubeba makombora. Ile kifaa kinachoweza kuchoma miamba na kufikia vifusi vya chini ya ardhi. Miundo hii ya nyuklia iko zaidi ya mita 80 chini ya ardhi, chini ya miamba ya saruji. Na kwa hivyo jana makombora hayo yalitolewa, ambayo Marekani tu ndiyo inayo, na bado yanatakiwa kutolewa angalau makombora mawili au zaidi kwenye pointi moja ili kufikia huko chini. Ndugu, hii inaathiri dunia. Hatujui hili wimbi la maandamano litakwenda mpaka wapi. Ndugu, tunajua kwamba mambo yanaenda haraka sana. Madhara yanajitayarisha kwa mwisho wa nyakati. Mnafahamu haya yote. Mwisho wa nyakati unajitayarisha. Nilikuwa na hisia ya kuambia haraka, mimi sijamaliza bado neno hapo. Sijui nifanyeje, lakini Ufunuo sura ya 6. Nataka kuwahusisha fungu la kwanza. Nilipopata kuona wakati mwana-kondoo alipofungua moja kati ya muhuri 7, nikasikia moja kati ya viumbe 4 vilivyo hai vikisema kwa sauti kama ya radi, njoo. Nikaona na tazama farasi nyeupe, na yeye aliyejua juu yake akiwa na upinde. Nami nitapewa taji, atatoka akiushinda na kushinda tena. Ni nani huyu farasi mweupe na yeye aliye juu yake? Hakuna upinde bila mshale. Mshale tayari umerushwa. Ni mshale gani huu? Ni Injili. Ndiyo ndugu, mnakumbuka kwamba msalaba katika Kristo ni alama. Ni msalaba katika Kristo ndugu, ni mshale ambao umerushwa. Na kuanzia hapo ndugu, Injili inakuja. Amen. Tunahubiri upumbavu wa msalaba, kashfa ya msalaba. Amen.
mwisho kwa mtu wetu wa zamani. Ni mwisho kwa mtu wetu wa zamani na ni mwanzo kwa mtu mpya. Amen. Na wale wanaotembea kwa Roho. Amen. Na injili imetoka kushinda tena. Amen. Amen. Pamoja na matatizo yote, asante, injili ya ufalme inaendelea. Amen. Na wakati wa farasi huu wa kwanza inapoendelea, farasi wa pili unafuata. Neno la 3, alipofungua muhuri wa pili, nikasikia viumbe vya pili vilivyo hai vikisema, njoo. Nikaona farasi mwekundu akitoka, na yeye aliye juu yake akapewa uwezo wa kuondoa amani duniani, ili watu wauane wenye wao. Nami akapewa upanga mkubwa. Farasi huu wa pili ni nini? Ni vita. Mnaona vita vinavyofuatana moja baada ya vingine, na baada ya farasi mweupe vita hufuata. Ndugu, wewe na mimi tunasababisha hili, kwa kuwa tunahubiri injili ya ufalme, tunafanya mapenzi ya Mungu. Muhuri wa 3. Alipofungua muhuri wa 3, nikasikia viumbe vitatu vilivyo hai vikisema, njoo. Nikaona, na tazama, farasi mweupe, na yeye aliye juu yake akiwa na mizani mikononi. Nikasikia sauti katika viumbe vinne vilivyokuwa hai vikisema, kibaba kimoja cha ngano na ndelani na vipande vitatu vya shauri ya denari wala usiharibu mafuta ya divai. Farasi huu wa 3, yeye aliye juu yake ni nini? Ndugu, ni njaa. Baada ya vita huja njaa. Farasi wa 4 alipofungua muhuri wa 4, nikasikia sauti ya viumbe vinne vikisema, njoo. Nikaangalia, tazama, farasi mwenye rangi ya njano, na yeye aliye juu yake aitwaye Mauli na Kuzimu kukifuata. Nami nikapewa mamlaka ya roho ya dunia, kuwa kwa upanga wa njaa, kwa vifo na kwa nyama wa dunia. Farasi huu wa 4 ni mauti, wengine hawafi. Ndugu, ni lazima hili litukie ili mwisho ufike. Na injili ya ufalme katika Mathayo 24:14, ndio nimesema kwa moyo, na injili hii itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa shuhuda kwa mataifa yote, ndipo mwisho utakapofika. Amen. Mwisho huu wa mstari huu ni mwisho wa enzi hii. Bado sio mwisho wa wakati, bali ni mwisho wa enzi hii. Enzi hii ya milenia ifike, ili Kristo aje kutawala kwa miaka 1000. Kwa hiyo ndugu, Bwana Yesu anahitaji wale wamejishughulisha na pigano hili. Sisi ni wadogo sana kwa hesabu. Kuna bilioni 1 duniani wanaoitwa wa Protestant au wa Evangelisti. Sijui kama wote wa bilioni hii wamerudiwa kwa Roho, lakini tuchukulie kwamba ndiyo bilioni 1. Ndugu, kwangu Bwana anataka kuwapa wenye kushinda wale 144,000 waliopo hai kumpokea Bwana anaporudi. Amen. Hao 144,000 wamejishughulisha, wasiojali mambo yao wenyewe, ni wale wanaomngojea Bwana. Basi ndugu, hao wanaompigania ufalme watakuwa katika Sayuni wakimpigania ufalme wa Mungu. Wakati watakapokamilika wakipigania ufalme wa Mungu, wamejishughulisha ndugu, Bwana ataweza kurudi. Amen. Kwa hiyo ndugu, tunahubiri injili mitaani. Tukikutana na watafutaji, tuwalete ili kuwashirikisha hao. Bwana
atakapowapata ufalme na hakuna wakati wa kupoteza. Kisha tutakuwa katika Ufunuo 14. Nikalia na tazama, mwana-kondoo aliyesimama juu ya milima Sayuni, na pamoja naye watu 140,000 walioandikwa jina lake na jina la Baba yake juu ya vipato vyao. Mlima huu wa Sayuni utakuwa mbinguni. Amen. Ikiwa wewe leo unapigania ufalme wa Mungu katika Sayuni, siku hiyo utasimama, amen, pamoja na Bwana na mwana-kondoo. Umesimama pale juu ya mlima Sayuni mbinguni, amen. Kisha Bwana ataweza kurudi, amen. Kwa hiyo ndugu, Bwana anahitaji kila mmoja wetu kuwa mpiganaji, amen, yule anayepigania ufalme wa mbingu, asiangalia mambo yake mwenyewe, amen. 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 Twende tukaangalie Isaya. Amen. Isaya 55. Twende, amen. Enyi nyote mnaona kiu, njooni kwenye maji. Nanyi msiokuwa na fedha, njooni nunueni mle. Ndiyo, njooni nunueni divai na maziwa pasipo fedha wala bei. Kwa nini mnatumia fedha yenu yasiyo na mkate, na jasho lenu kwa sio riziki? Sikizeni kwa makini, mle chenye kuwa chema, nafsi yenu zitafurahia kwa vyakula vizuri. Sikieni, njoeni kwangu, sikieni, nafsi zenu zitapona. Kwa maana nitawafanya nanyi agano la milele na huruma zisizobadilika zilizoahidiwa. Amen. Bwana ametuita sisi sote kufurahia yeye bure. Amen. Kama neema, twende kunywa mahali ambapo neno liko. Baada ya sisi kuzama katika neno, tunakuwa tumebuniwa na kweli na Kristo. Tunakuwa zaidi na zaidi katika Kristo. Nini kinatokea? Mstari wa 4, maana mawazo yangu sio mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, anasema Bwana. Kwa maana kama mbingu ziko juu kuliko nchi, ndivyo njia zangu ziko juu kuliko njia zenu, na mawazo yangu yako juu kuliko mawazo yenu. Hii inamaanisha nini? Msiwe na hamu ya kutumika kwa uwezo wenu, kwa mawazo yenu, kwa maoni yenu. Amen. Amen. Na Mungu ana wasiwasi na nani anayekuwa hapa? Amen. Mungu ana wasiwasi na wanadamu. Kwa hiyo yote yanayofanya kazi zaidi duniani, Mungu hutuma mvua, kutuma theluji, yote ni kwa ajili. Amen. Kwa hiyo Mungu ana wasiwasi na nani anayekula hapa? Ni mwanadamu. Mungu ana wasiwasi na mwanadamu. Kwa hiyo yote anayoyafanya kazi duniani, Mungu hutuma mvua, hutuma theluji, yote ni kwa ajili yako na mimi. Lakini si ili mimi na wewe tuwe wakubwa zaidi, bali ni kwa ajili ya kutoa mazao mazuri kwa Mungu. Mungu alimuumba mwanadamu kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ndugu, mstari wa 11. Je, ni jinsi gani mtu anaweza kutenda mapenzi ya Mungu? Ndivyo neno linavyotoka kinywani mwa Mungu, litarudi kwangu bure, bali litatufanya jinsi tulivyopenda na litafanikiwa katika yale niliyoyakabidhi. Basi hili neno tunalopokea ndugu, haliwezi kuwa neno la matamshi tu ya kuhubiri ujumbe wa makanisani, sawa? Mhubiri, hapana. Hili neno linafanya nini? Kwa ajili ya yale Mungu anataka kufanya, ambapo ni mapenzi ya Mungu, ambapo ni uongozi wa Kristo, ambayo ni ufalme wa Kristo, sawa?
linatakiwa kuja hapa duniani. Bwana Yesu, nitaishia hapa. Tusiache ujumbe wa tatu. Ndugu, jambo la kushangaza, tunawaita, amen, kwa ajili ya kupigania. Tunawaita kwa ajili ya kupigania. Ndugu, ukiwa mfalme, ikiwa kila raia wa ufalme huo atakuwa askari, utakuwa shujaa, amen, wanaopigania ufalme. Ndugu, ufalme huu ni wenye nguvu. Sisi ni wengi, tumbo dogo tu. Sisi si wengi, tupo wadogo tu, hatuna nguvu nyingi. Lakini ndugu, ikiwa kila mmoja wetu ni yule anayejitolea kupigania ufalme wa Mungu, ndugu, Bwana anaweza kutumia kanisa lake kwa kweli kumaliza enzi hii na kuleta enzi ijayo. Tuendelee kupigania. Amen. Yesu ndiye Bwana.